Okay, yes, warigani mwanamichezo na mdau wa soka, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Mnyama Online TV. Channel inakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia bora kabisa wa Mnyama Online TV na uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tunakuletea kila siku na kila wakati, hususa ni katika masuala mazima ya usajili, ambapo dirisha dogo la usajili, dirisha kubwa la usajili kumradhi, linaelekea kufunguliwa ili timu mbalimbali ziweze kusajili wachezaji ambao watakuwa na tija na mwendelezo mzuri kabisa katika vikosi vyao ama vilabu ambavyo watakuwa wakivichezea. Lakini endelea kuwa nasi, tuendelea kukuletea mambo mengi ambayo utaweza kuyafurahia wewe mdau wa soka. Siku ya leo tunakuja na taarifa kutoka katika kikosi cha Simba Sports Club ambacho tayari kimekwisha kuanza masuala ya kutafuta wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu katika kikosi hicho ili kuweza kufanya vema kabisa katika msimu unaokuja wa 2026-2027, na tayari kuna baadhi ya majina ambayo yameweza kuwekwa mezani ili kuhakikisha kikosi hicho kinaweza kuwanasa nyota hao kutoka katika vilabu vingine hapa barani Afrika, lakini pia na nje ya bara la Afrika, na tayari kuna majina takribani 5, lakini kwa siku hii ya leo tutakuletea majina mawili ya wachezaji ambao wamekuwa na tija kubwa katika vilabu vyao, na tayari Simba Sports Club imekwisha kutuma ofa kwa wachezaji hao, na uongozi wa klabu hiyo na uongozi wa vilabu vya wachezaji hao vimekwisha kuanza mazungumzo, na muda wote wataweza kusaini kandarasi ya miaka kadhaa kulingana na jinsi mikataba yao itakavyokuwa inasema. Na mchezaji wa kwanza anakwenda kwa jina la Kwaiba kutoka katika kikosi cha Stellenbosch, ambaye amekuwa na kiwango bora kabisa katika kikosi chake. Lakini pia mchezaji wa pili anakwenda kwa jina la Odule kutoka katika kikosi cha Chipa United, mchezaji ambaye anaonekana kuwa na kiwango bora kabisa. Tukianza na Kwaiba ambaye ni mshambuliaji wa kikosi hicho, ameweza pia kusema anatamani kucheza katika ligi ya Tanzania kwa sababu ni ligi ambayo kwa sasa ina mwendelezo mzuri na ni ligi ambayo inashika nafasi za juu katika renki za CAF barani Afrika. Lakini pia ameweza kusema kuwa yeye yupo tayari kucheza katika kikosi chochote kile ambacho ataweza kuchaguliwa ama ataweza kujiunga, kwa sababu kwa sasa ni mchezaji ambaye anahitaji changamoto mpya na yupo tayari kuhakikisha anaweza kufanya vema kabisa katika kikosi chochote kile ambacho kitaweza kumsajili. Lakini tukija kwa Simba Sports Club, na wao wameweza kusema kuwa mchezaji huyu wamemtazama kwa muda mrefu na tayari wameweza kuliona ama kukiona kiwango chake alichokuwa nacho, hivyo wapo tayari kumpa mkataba huu mchezaji huyo ili aweze kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club na kuweza kushirikiana na wachezaji wengine wanaocheza katika eneo lake la mshambuliaji, akiwemo Selemani Mwalimu na wengine wengi. Lakini pia tukija kwa upande wa Odule, na yeye pia tayari mazungumzo na wakala wake amekwisha kuanza na management ya Simba, na muda wote ataweza kusaini katika kikosi cha Simba Sports Club. Na mchezaji huyu kwa taarifa zilizopo ni kwamba anaweza kusaini mkataba wa miezi 3, lakini kukiwa na kipengele cha kuongeza mkataba kwa sababu umri wake bado ni mdogo, ana umri wa miaka 27, hivyo ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu kidogo katika kikosi cha Simba Sports Club. Na hii imekuja baada ya Simba Sports Club kuonekana ni klabu ambayo ina wadhifa mkubwa kabisa katika bara la Afrika, lakini pia ni klabu ambayo inashikilia namba za juu katika renki za CAF hapa barani Afrika. Bwana mwanamichezo na mdau wa soka, unazungumziaje swala hili la wachezaji hawa wawili kuweza kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu unaokuja wa 2025-26-27, huku tukielekea mwishoni mwa ligi kabisa na tetesi za sajili mbalimbali zimekwisha kuanza, na muda wote vilabu vitaanza kushusha vyuma vile ambavyo wameweza kuvitazama kwa muda mrefu tangu ligi zinaendelea, kwa sababu tayari katika mataifa mengine ligi zimekwisha kumalizika. Imebakia tu
kwa Tanzania, ligi ya NBC Premier League nayo muda sio mrefu itaweza kumalizika, na tayari uongozi na viongozi wa klabu ya Simba wamekwisha kutupia macho yote katika dirisha kubwa la usajili ambalo linakwenda kufunguliwa muda sio mrefu. Endelea kusalia nasi Mnyama Online TV kwa taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani.